Yes, niko na Florida, mwanadada ambaye alichapisha video yake kwenye Instagram akidai kwamba yeye bikira yake alitolewa kwa shilingi buku jelo sawa sana chips. Sasa nimeamua kuja kuzungumza naye, lakini na mambo mengi ya kuzungumza naye. Hezi unavyomuona ni binti fulani hivi, black fulani hivi. Wanasemaga black chocolate, eh? Naona jitaga ya majina. Black Queen. Hapana, sijiiti hivyo, ila ni watu tu wananiita. Okay. Ila mimi najiita Florida tu. Unaendeleaje? Niko poa. Fresh. Unapendeza sana. Asante. Hivi nywele ni za kwako kweli au kuna vitu umeongeza? Hapana, ni za kwangu, sijaongeza chochote. Mbona unaonekana kuwa na nywele nyingi? Wewe zao la wapi? Mimi ni Mtanzania halisi. Kwa kabila? Kabila ni Mhaya. Mhaya. Yeah. Mnapenda sifa? Hivi ni kweli mnapendaga sifa? Hapana, ni kitu ambacho wako nacho, kwa hiyo watu walikitafsiri kama sifa, lakini ni vitu ambavyo wanavyo, yani wanazungumzia uhalisia. Sawa. Na tunaambiwa Wahaya mnasoma sana. Wahaya kweli ni wasomi, wamesoma. Hata ukiangalia kihistoria huko nyuma wamesoma sana Wahaya. Nasikia kule 3 upate mke. Huwezi kupata mke katika familia ambayo imemlea vizuri binti yao. Sio mabinti zao wameshatoka wako huko mikoani mingine huko. Kwa hiyo lakini kama amefundwa pale nyumbani na unamkuta pale nyumbani, bila 3 utoboi. Kweli. Yaani kuanzia 3 kwenda juu ndio zinakumalizia. Yeah. Kweli. Sasa kwa nini nyinyi mnakuwa na mahari kubwa kiasi hicho? Kwa sababu yule binti anakuwa amekaa vizuri na wazazi wake, wamemfundisha kila kitu. Kwa hiyo yule binti anakuwa anaelewa akitoka pale akienda kwa mume wake kitu gani anaenda kufanya. Kwa hiyo anatulia na mume wake huyo. Kwa hiyo ndio maana inagharimu kiasi chote cha pesa. Wahaya sio watu wa kutoka nje ya ndoa sana. Hapana, watu nje ya ndoa. Ni wake kwa waume au wanawake? Mimi asilimia kubwa wa wanawake, yani wanawake hawatoki nje ya ndoa. Kwa upande wa wanaume sina experience. Lakini wanawake hawatoki. Sawa. Wanasemaga kizuri akikosi kasoro. Hebu tueleze kasoro ya Mhaya ni ipi? Kasoro ya Mhaya ni vile tu kujitamba mpaka akapitiliza. Ndio kasoro yao. Kweli. Yeah. Okay. Hongera sana by the way. Uko natural sana. Natural beauty mnasema. Asante. Kwa nini upendi sana kuongeza vitu? Maana naona kama ungeka makeup ungefanya nini, watu wanasema ungekuwa mzuri zaidi. Wewe unaonaje? Mimi naamini katika mimi kama mimi. Yaani mimi nilivyo naamini ndo mzuri zaidi. Kwa hiyo nahisi nikipaka makeup labda nitakuwa mbaya. Kwa hiyo hivi nilivyo najiamini kwamba ndo nakuwa mzuri. Okay. Umeolewa? Hapana, sijaolewa. Unaishi na? Naishi na dadangu. Yeah. Okay. Kwa hiyo sasa hivi wenye 3 kwenda juu wanaweza wakakaribishwa nyumbani? Wanaweza kukaribishwa kwa sababu umri ndo wenyewe huu. Yeah. Okay. Niliwahi kuambiwa kwamba unafanya kazi una kazi nzuri, niliwahi kuambiwa na mtu hivyo. Kazi yako ni ipi? Mimi ni operator wa mashine inaitwa motor grader, kwa Kiswahili ni jembe kati. Yeah. Okay. Inafahamika kama ile mashine, asilimia kubwa jina kampuni ni Caterpillar. Kwa hiyo watu baada ya kuita jina la ile mashine wanaita kwamba yule anaendesha Caterpillar. Yeah. Binti mdogo lakini kazi kubwa. Uliwezaje? Niliweza tu, ni mipango ya Mungu na mimi mwenyewe kuweka nia katika nilichokipenda. Yeah. Nimekuwa nikiambiwa kwamba ni vigumu sana kukutongoza. Ni kweli? Ni vigumu sana? Kukutongoza. Yaani kumtongoza mtu sio kama ni vigumu, labda ni vile tu mtu anavyojiweka. Sasa mtu anawaza atamwingiaje. Kwa hiyo kukutongoza sio ngumu? Sio ngumu, lakini katika mazingira ninayokaa sasa mtu ndo inakuwa ngumu kunipata. Sasa wewe mazingira ni magumu kivipi? Unaishi na mwanajeshi? Sio kwamba maisha naishi na mwanajeshi. Hamna, yani zewe ninavyojiweka ni tofauti na wengine. Kwa hiyo mtu yani kunifuata lazima ajifikirie mara 7. Kwenye mahusiano? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu sipo kwenye mahusiano. Kwa sasa hivi ulimwengu ulipofikia, binti mzuri kama wewe kusema yupo kwenye mahusiano inaleta mashaka kwenye jamii. Watu wanaanza kukuhusisha na vitu vingine. Kwani kama ana mahusiano binti mzuri kama yeye, sasa inakuwaje? Au ana mahusiano na ana BFF au anaenda mbali? Hapana, huwezi kumzuia mtu kukujaji. Mtu lazima ajaji kile anachowaza yeye kama yeye. Lakini mimi niko busy na mambo yangu, niko busy na shughuli zangu. Kwa hiyo mahusiano maybe baadaye, sio kwa sasa. Sasa uko busy kutafuta pesa? Sasa hivi niko busy natafuta pesa. Natamani watoto wangu wakija waishi maisha mazuri. Sitaki wapitie niliyoyapitia mimi. Yeah. Pesa ambazo mwanaume anatafuta leo akija kuoa zinadaiwa kuwa ni pesa za mume na mke na watoto wake.
Pesa wewe unazozitafuta leo, kesho ukiolewa zitakuwa za kwako wewe na mume wako au ni za kwako peke yako? Mimi nikiolewa pesa zangu zitakuwa za familia. Familia yangu mimi, mume wangu, watoto wangu pamoja na familia ya wazazi wangu, wakwe zangu. Yaani itakuwa ni ya familia kwa ujumla, ukoo tuseme. Pesa yako itakuwa ya wakwe, ya wazazi? Yaani na wazazi pia watakuwepo kwa sababu wamehusika mimi kufikia hapa nilipo. Kwa hiyo pesa yangu ni pesa yao. Tunasaidizana majukumu. Sawa. Sasa hivi kumekuwepo na huo mfumo wa kwamba mwanamke akiolewa apendi sana wazazi au ndugu wa familia ya mume wasogelee pale nyumbani anakoishi na mume wake. Hili hapa kwenu nyinyi kama Wahaya huwa likoje? Mwanaume akioa bado familia ya kwao, wadogo zake, ndugu zake wanakuwa na ile ruksa ya kuja kuwatembelea na kukaa kidogo na familia, au pia hawatakiwi mara kwa mara pale nyumbani, ni wewe tu na mume wao na watoto wenu? Hapana, wanaruhusiwa kuja kusalimia na kuondoka na mtu kuwakubali. Yaani upendo ni ule, yaani kitu kimetoka moyoni. Kwa hiyo mtu akisema kwamba anakuwa hawapendi tena, hiyo sio kweli. Labda watu wengine, kuna wengine kweli akiolewa hataki ndugu zake waje pale. Lakini sisi haiko hivyo. Wanakuja siku 2-3 nasalimia, baada ya muda unaondoka. Ni ipi tofauti kati ya mwanamke ambaye hajaguswa na aliyeguswa? Tofauti yao? Kimtazamo huwezi kugundua kabisa. Huwezi kugundua kwa kuwatazama? Yaani kwa kuangalia tu kwa macho ya kawaida. Huwezi kumtambua. Ila kitabia? Kitabia kila mtu ana tabia zake. Kwa hiyo na penyewe ni ngumu kujua kwa sababu kila mtu ana tabia zake. Okay. Wewe unatamani kupata mume? Natamani. Unatamani? Nini kinakufelisha kupata mume? Siwezi kusema nimefeli kupata mume. Muda bado, labda Mungu hajapanga. Muda bado Mungu hajapanga? Mungu hajapanga, lakini sio kwamba mimi nimefeli kupata mume. Mimi bado mdogo. Lakini utaki ipite miaka mingapi labda hujaolewa? Isizidi 5. Isizidi 5? Kweli? Yaani kutoka sasa miaka 21 ulionayo isizidi 5 mbele? Ndio. Maana ufike miaka 25 tayari unao? Okay. Na imani. Mume wako atakuwa na faida zipi akikuoa? Mume atakayekuoa atafaidika sana vitu gani? Mume wangu atakachofaidika, atafaidika sana na vitu vingi. Siwezi kuvitaja vyote ila viwili tu. Viwili tu. Cha kwanza mimi sio mtu wa gharama. Kama unavyoniona. Wewe sio una gharama kabisa, sina gharama. Kwa hiyo mume wangu atanufaika kwa sababu mimi nipo kwa ajili yake. Sawa. Okay. Unaposema una gharama hapo, watu wengine watajiuliza kwani anamaanisha nini? Ina maana labda ubandiki kucha, uweki kope, uende sana saluni kusuka misuko ya bei kubwa au vipi? Ni kweli kama wewe mwenyewe unavyoniona, yani kama niko binti hivi, sipaki makeup, siweki kope, kucha bandia siweki, mawigi ya bei kubwa sivai, misuko ya gharama sisuki. Kwa hiyo yani hivyo nahisi na hicho pia kitamvutia yeye ili aweze kuniweka ndani kwa sababu atajua nimepata mke hapa. Ukiolewa ni vitu gani ambavyo hutaki kukutana navyo kwenye ndoa? Vitu ambavyo sitaki kukutana navyo kwenye ndoa, migogoro, yani ndugu kupandikiza chuki juu ya mume wangu. Sitamani kukutana na hicho kitu. Kwa mambo yetu tuyamalize sisi kama sisi. Okay. Kama mmeo akikuoa ni sawa kwamba unapomuuzi achukue ripoti zako apeleke kwa wakwe, labda wewe ukimuuzi sana aende kuripoti kwa baba yako mzazi au mama yako mzazi? Hapana, ikitokea nimekosea tukae chini tuyazungumze, sio kuyapeleka kwa baba au mama. Labda kama jambo limekuwa kubwa tumeshindwa kuelewana, hapo anaweza kaenda kwa wazazi, lakini kama tunaweza si wenyewe tukapeana nafasi tutazungumza. Okay. Sababu za ndoa nyingi kuvunjika, hasa hizi ndoa za mabinti wa 2000 na unahisi zinatokana nini? Sababu kubwa ya ndoa za mabinti kuvunjika, mabinti wengi wamekuwa na tamaa. Huenda ameolewa na mwanaume ambaye hana kipato kikubwa, na huyu binti ana marafiki zake, imekuja masuala sio ya vikoba, sio mchezo. Kwa hiyo anatamani na yeye ashiriki, lakini mume wake hana hicho kipato. Kwa hiyo inampelekea marafiki zake na BFF wanasema, "Ndio mume gani hawezi kukuhudumia hata kwa hiki kidogo?" Kwa hiyo inapelekea ni tamaa, asilimia kubwa ni tamaa. Sawa. Okay. La mwisho, una lipi la kuambia mabinti wa rika yako? Mabinti wa rika langu ninachowaambia wapambane. Yaani wakipata nafasi ya kujipambania wajipambanie. Unajua pesa ya kupata wewe mwenyewe ni tamu sana.
Yani kuliko ile ya kupewa, ile ya kupewa ngumu na ina masharti, lakini uliojipambania ukapata wewe mwenyewe, ni pesa nzuri mno, utafanya kile unachotaka. Sawa. Okay, basi sawa. Kwa swali langu la mwisho, ulichapisha video kwenye ukurasa wako wa Instagram ukasema ulitolewa bikra kwa 1500. Hebu tuambie ukweli. Kwa hiyo chips tu ndo zilikufanya ukatoa mzigo? Hiyo nilichapisha kupeleka ujumbe katika jamii. Sio kweli, lakini niliona nitawezaje kuhamasisha mabinti kwamba wasifanye hivyo vitendo kabla ya ndoa. Kwa hiyo nikaona wacha nitumie, mimi ni kioo cha jamii. Kwa hiyo nikajitumia mimi kama mimi. Kwa hiyo ni kama nimejizalilisha, lakini ujumbe umefika na umewafikia wengi. Mpaka nimefika hapa ni sababu ya hiyo clip. Sasa mimi nikushukuru kwa time yako. Asante.